Habari zilizotufikia hivi punde, maelfu hadi mamilioni ya waandamanaji wameingia barabarani wakipinga utawala wa Donald Trump, wakilalamikia vita dhidi ya Iran na athari zake kwa dunia. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe. Mimi ni Waridi Almas. Asubuhi habari zilianza kusambaa kwamba serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump imechukua hatua kali dhidi ya Iran. Mashambulizi yaliripotiwa na ndani ya muda mfupi dunia nzima ikaanza kushika pumzi. Iran haikukaa kimya, majibu yakaanza. Watu wakaanza kujiuliza, je, hii ni vita kubwa inayokuja? Siku chache baadaye hali ya hofu na hasira ikawa imeenea katika miji mikubwa New York, London, Berlin na hata sehemu nyingine duniani. Watu walianza kutoka nje, wengine walibeba mabango, wengine wakapaza sauti, lakini ujumbe ulikuwa ni mmoja: hatutaki vita. Maandamano yakawa makubwa kuliko wengi walivyotarajia. Maelfu yakageuka kuwa mamia ya maelfu na hatimaye mamilioni. Wazee, vijana, wanafunzi, wafanyakazi, wote waliinuka, si kwa sababu Iran tu, bali kwa sababu waliamini dunia inaelekea kwenye hatari kubwa. Wengi walikuwa na hasira moja kwa moja kwa Trump. Waliona maamuzi yake kama kichocheo cha mgogoro. Wengine waliogopa athari za vita, kupanda kwa bei ya mafuta, kuyumba kwa uchumi na uwezekano wa vita kuenea zaidi. Katika mitaa sauti ziligawanyika, kelele za maandamano, nyimbo za amani na milio ya magari, lakini nyuma ya yote hayo kulikuwa na jambo moja tu: hofu ya kesho. Wakati huo huo, maelfu ya wanajeshi walikuwa wakitumwa Mashariki ya Kati. Viongozi wa dunia walikuwa wakikutana kwa dharura. Kila mmoja alikuwa akiangalia hatua inayofuata. Na hapo ndipo dunia ilijikuta katika hatua ngumu. Si vita kamili bado, lakini pia si amani tena. Hivyo ndivyo ilivyoanza, si tu kama mgogoro wa nchi mbili, bali kama jambo lililogusa mioyo ya mamilioni duniani na kuwafanya waingie barabarani kupaza sauti zao.